Ndio, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa jinsi ametufikisha muda wa saa hii ya magharibi. And we thanks the Lord that He just bring us again this evening. Kufika muda wa saa hii ni neema yake Mungu. Reach at this time is the grace of God. Sio kwa nguvu zetu, It's not by our strength, bali ni kwa neema, ni kwa upendo wake Mungu. but it's by the grace of God and by His love. Na ndio maana hatuwezi kosa kumshukuru Mungu. And that's why we cannot miss to Thanksgiving. Ndio, bila kukawia tutasimama tufungue katika kitabu cha Waamuzi. And without delaying, we're gonna stand to read the word. Tutasoma katika sura ya 6 mstari wa 1 hadi 10. Waamuzi, jije ama judge. Kitabu cha Waamuzi sura 6 mstari wa 1 hadi 10. Ndugu, utatusaidia kwa kuweza kutusomea hapo katika kitabu cha Judge chapter 6 verse 1 to 10. Karibu sana kwa usomaji. 6, kitabu cha Waamuzi sura 6 mstari wa 1 hadi 10. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Wamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi. Hata ukifapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ngombe wala punda. Kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi: mimi niliwaleta ninyi mke kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Nami nikawaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Amen. Amen. Tuombe. Mungu Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tumekwisha kulisoma neno lako, na tunasoma ni kwa sababu tumeenda kwa masomo, lakini tunajua mtafsiri ni wewe Roho Mtakatifu. Kama jinsi ulivyosema, neno lako ni upanga ukatao kuwili, ambayo inatambua siri za mioyo. Baba, ukasema ya kwamba mbingu na dunia zitapita, bali maneno yako yatadumu milele.
Na ndio maana tunaposimama hapa kweli tunatetemeka, hatujui nini ambacho tunaweza kuzungumza mbele ya watoto wako. Na ndio maana tunakuja chini ya mwamba uliopasuka ili tupate kujificha ndani mwake, tuoshwe na kutakaswa, ili Bwana utakaposema nani nitakayetumana, tuseme tuko hapa Bwana uweze kututumana. Kwa hiyo Bwana uwe pamoja nasi jioni ya leo. Tubariki Bwana, utuongoze, ututendee mema, kila ambacho umetutayarishia acha utupatie nacho, tutashukuru na kubariki jina lako. Tumekuja mitungi mitupu, isivyo ndivyo tutakavyorudi, bali tunahitaji kujazwa nawe, tunahitaji kushibishwa nawe, tunahitaji Bwana uweze kutuasisti katika muda wa saa ya magharibi, tutoke tukizungumuza kama Kleopa na rafiki yake ambao walitoka Yerusalemu kuabudu wakielekea Emausi. Baba, walitembea nawe siku mzima, wakabarikiwa nawe. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Tembea nasi katika magharibi ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako, uwe pamoja nasi, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana atubariki sana. Ndio, kama jinsi tuko tunasikiliza mahubiri siku hizi, as we are listening to the preaching these days, kwa ajili ya ufunuo wa mihuri 7, about the revelation of 7H, kwa hiyo tulikuwa tunatayarisha kwa ajili ya kuweza kusikiliza mahubiri ambayo tungesikiliza magharibi ya leo. So we were preparing to listen to the preaching that we supposed to listen. Lakini kwa jinsi tuko pamoja na wa vijana wengi hapa, as we have our children today, na ndio maana tutaweza kusikiliza neno fupi ambalo litaweza kutufariji mioyo yetu. So we're gonna listen to a short word that will edify us, na kuweza kutusaidia kwa ajili ya safari na kwa ajili ya wakati huu mwovu ambao tunaoishi. and so help us in this journey and at this moment that we are living. Ndio kitu ama somo ambalo tutaweza kuongelea magharibi ya leo, and the word that we're gonna talk about today, na tumtegemee Bwana Yesu Kristo. let's trust the Lord Jesus. Najua mara nyingi tunaweza kuongea mambo haya, and a lot of time we can talk about these things, ni kwa sababu mategemeo yetu yote tunapaswa kuweza kuyaangaliza kwa Yesu Kristo. is because all our trust have to be turned to Jesus. Kumtegemea Mungu, To trust God, ni kitu mojawapo ambacho kinakuwa kinasaidia sana kila mwaminio na kila Mkristo, is a thing that helps a believer. kwa sababu ukiangalia zamani za kale, And because if you look back in the time, wote ambao waliweza kumtegemea Bwana, all that trusted God, leo tunakuwa tunasema kweli yule alikuwa ni shujaa, ni kwa sababu aliweza kumtegemea Bwana. and today we say really that person was a great person because he trusted God. Na wote ambao hawakuweza kumtegemea Bwana, And all that didn't trust God, muda wa saa hii tunakuwa tunawashuhudia kwamba hawa walishindwa kwa sababu hawakuweza kumtegemea Mungu. at this time we testify them and we say they didn't trust God. Kwa hii wakati mubaya ambao tunaoishi, At this evil time that we are living, kwa hii wakati ambayo vimulimuli vyekundu viko vinaonyesha ujio wa Yesu uko mlangoni, and at this time that all the lamp is red washing, kwa hii wakati ambayo tunaishi wakati wa Sodoma ya kisasa, at this time of Sodom of today, ndio wakati ambapo kila Mkristo anapaswa kuweza kukaa na kuweza kumtegemea Bwana.
And that's the time all Christians supposed to sit and trust God. Na kuweza kumtumainia kwa sababu yeye pekee ndio mwenye anaweza kutuokoa kwa hiki kizazi kiovu. And trust him because he's the only one who can help us at this time. Kama tunategemea nchi ambayo tunaishi ndani, if we trust the country in which we live, tutaweza kushindwa. We're gonna fail. Ama kwa sababu tumepata rais mzuri ambaye ataleta amani katika dunia, or that because we have a president that's gonna bring peace in the world, we fail. Ama kwa sababu tumepata pesa, or because we get money, tutakuwa salama, and so we're gonna have peace, tunapotea. And we fail. Kama ni kwa sababu tumepata nyumba na gari nzuri, if it's because we got house and na nice car, tunatumainia mambo na kutegemea vitu hivyo, and so we trust those things, tuko mbali na Mungu. We are far away from matumaini God. yetu, Our trust, fikira zetu, our thinking, vyote tulivyo navyo, everything that we have, kumtegemea Bwana. We must trust God. Kwa sababu pekee ndiye ambaye anaweza kutuokoa. Because he's the only one who can save us. Yeye pekee ndiye ambaye anaweza kutupatia uzima na kuweza kutulinda kwa hii wakati mwovu ambao tunao. And it's because he's the only one who can save us at this bad moment. Na tumtegemee Bwana wetu. And let's trust our Lord. Macho yetu tuangalie mbele za Kristo. And let's see to God. Kama jinsi ndugu Branham alihubiri, as Brother Branham preached, tournez les regards vers Jésus. Turn your look at Jesus. Tazama aliko Yesu. And look where Kila Jesus. mtu ambaye anayemtazama Kristo, everyone who looks at anakuwa Jesus, anapata ushindi. and they get anapata msaada. And they get help. Anakuwa anapata kila kitu kwa sababu anamtegemea Bwana. They get everything because they trust God. Hapa tuko tunasikia habari za wana wa Israeli. And here we are listening to the history of Israel. Wana wa Israeli. God told Israel, mtakapotembea mkinitegemea mimi, as you walk trusting me, mtakapotembea ama mtakapoishi katika ile nchi ambayo nimeweza kuwapatia, as you are going to live in the country that I give you, mkiweza kuheshimu amri zangu, if you respect my rules, mimi, if you trust me, nitaweza kuwaokoa na mikono yote ya adui zenu. I will save you from all evil hands. Nitaweza kuwa pamoja nanyi. I will be with you. Lakini wakati wana wa Israeli, but when the children of Israel, they walipopata maisha, they start to get walipopata life, nyumba, they start to get houses, kila kitu, they start to get na everything. wakati ambapo walianza hata kumtegemea Bwana. That's the time they start not to believe God. Badala ya kumtegemea Bwana. And the result of wakati ambapo hawa maadui zao, that's the time wa Midiani, that's the time the enemies wakaweza kukuja na kuweza kuwateka wana wa Israeli. They came and they destroyed them. Why? Ni kwa sababu hawakumtegemea Bwana. And because they didn't trust God. Ni kwa sababu walimwacha Bwana. And because they left God. So wakati ambapo wana wa Midiani, and that's the time the children of Midian, they came lot of them, kuchukua vitu vyao, and they took all their belongings, kuwatesa, and they started kila chochote ambacho walikuwa wanavuna wa Midiani walikuwa wanatoa wanapeleka, and everything that they possessed Midian was taken away. Ni kwa sababu hawakukuwa na ulinzi, and because they were not in the hand of God, amani. They had ni kwa sababu hawakukuwa salama. They didn't have ni kwa sababu wamemwacha Bwana, na ndio maana Bwana naye akawaacha. And that's why God kama left watu them as well. wasipomtegemea Bwana, if people don't trust kama watu wasipomtumainia Bwana, wanatumainia akili zao wenyewe, Bwana anakuwa na waacha. God lived them. Maana magharibi ya leo, that's why this evening, tumtegemee Bwana wetu. Kwa hii wakati wa shida, kwa hii wakati wa taabu, katika wakati huu, tumtazame aliko Kristo. Tumtegemee Bwana wetu, naye atatuokoa. And he will save us. Mungu atusaidie sana. God bless us. Ndugu Branham anasema, Brother Branham is saying, tutasoma katika kitabu cha Methali. Let's read in katika kitabu cha Methali
Ndugu Branham, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Methali sura 3. Biblia inasema hivi katika kitabu hicho, kitabu cha Methali sura 3 mstari wa 5 hadi 7. Sura 3 5 hadi 7. Karibu kwa usomaji kidogo. Basi wana wa Israeli wakaketi kati ya Wakanaani, hao Wahiti na hao Waamori na hao Waperezi. Umeenda ni kitabu cha Methali. Waamuzi. Kitabu cha Methali sura 3 mstari wa 5 hadi acha nipasome, nimeshapapata. Dada, tuko pamoja huko? Biblia inasema hivi. The Bible is saying, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. trust God with all your heart. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. And don't trust on your thing. Katika njia zako zote mukiri yeye. In all your way, trust him. Naye atanyosha mapito yako. And so he gonna prepare your ways. Usiwe mwenye hekima machoni pako. And don't be wise in your Muche thinking. Bwana ukajiepushe na uovu. Amen. Trust God to get away from all evil. Amen. Sulemani ako natuambia, Man is telling us, tumtumainie Bwana kwa moyo wetu wote. trust God with all your heart. Kama tunamtumainia Bwana katika moyo wetu wote, If we trust God with our heart, Mungu anadhibiti, anatawala moyo wetu wote. and so God take over of all our Anatawala hearts, mawazo yetu yote. and he take over our thinking, Anatawala njia zetu and zote. he take over our ways, Anatawala mapito yetu yote. and Kila he kitu take over tulicho our nacho. thing. Jo wakati ambapo tunakuwa tunajiabandone tu, tunakuwa tunajitolea kwake. And that's the time we give ourselves to him. Tunasema Bwana uniongoze kwa sababu niko hapa, naomba wewe mwenyewe unitawale And sasa. so I say, God, I'm here, just take over of me. Kwa sababu kama ungali na sehemu ya unamtegemea Bwana na ingine sehemu unategemea wafumu, ingine sehemu unategemea akili zako, pale Bwana hawezi kukusaidia. And if you still trusting to believe in this and that way God cannot help you. Na ndio maana Sulemani alisema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. And that's why Suleiman is saying, trust God with all your heart. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. And then don't trust your thinking. Anasema katika njia zako zote In all your ways, mukiri yeye, call him, naye atayanyosha mapito yako. and so he will prepare your Katika ways. shida zako, In your troubles, katika majaribu yako, in your troubles, katika magonjwa yako, in your sickness, katika umaskini wako, in your katika kukosewa poverty, na kazi, in your kila kitu ambacho jobless, uko nacho mukiri yeye. in all everything, call him, Mutegemee yeye, trust na him, yeye atakuwa msaada and wako he wa will karibu. help you. Mungu atubariki sana. And Na ndio God bless maana you. magharibi ya leo And today, tunapaswa kumtegemea we Bwana have to wetu. trust God. Kama tunamtegemea Bwana If wetu, we trust kila God, kitu ambacho tunachoomba everything Bwana that we atatupatia he will nacho. give us to it. Lakini wakati unapotegemea akili zako But mwenyewe, when you trust your hapo thinking, Mungu hawezi kukusaidia. God cannot help Ndio you. maana kila wakati And that's why mtu anaweza kugonjwa somebody ama can get amepigwa sick, na magonjwa usiku, or he gets severe, baadaye kwa sababu ya kutokuweza kumtegemea Bwana, but because he didn't anategemea trust akili God, zake he mwenyewe, trusts so his thinking, anaweza kusema ya kwamba ni wafumu, ni uchawi and so he ama starts ni to think that urozi ambayo imeweza kumwingilia. Tunapaswa kuweza kutegemea Bwana. and he tries Iwe to think that usiku, something iwe happened to them. mchana, We have Bwana to yu trust God. pamoja nawe. As it night or day, we have to trust him. Mungu atusaidie sana. Ndugu Branham, samahani. Katika kitabu cha Methali tena, Methali sura 11 mstari wa 28, Biblia inasema hivi
katika kitabu cha Mithali anasema hivi: azitegemeaye mali zake ataanguka, Whoever who trusts in his wealth will fall. mwenye haki atasitawi kama jani. Amen. And those who trust in God, they will stand. Amen. Kutegemea akili zetu, To trust in our thinking, kutegemea mali to zetu, trust on our wealthy, kutegemea wazazi wetu, to trust in our parents, kutegemea kanisa letu, trust in our church, kutegemea mchungaji wetu, trust our pastor, kutegemea mtu. to trust the Tunapaswa person. kutegemea mtu mmoja tu, We must trust na only one huyo ni person. Bwana wetu Yesu And Kristo. who's our Lord Jesus. Hatupaswi kumtegemea mwanadamu, We can't kwa trust sababu in a Biblia human. inasema ya kwamba ategemeaye mwanadamu na Whoever who alaaniwe. trusts in woman, Haijalishi ya kwamba anaweza kuwa ni mtu namna gani, doesn't matter hatupaswi who kuleta they are. matumaini na kuweza kuyaweka kwake, bali matumaini yetu, mategemeo yetu ni kwa Yesu Kristo. We cannot trust in them because our trust have to hang it on Jesus. Mungu atusaidie sana. God bless us. Tutasoma, And we're gonna read. tusome kwanza kidogo ndugu Branham anasema nini Let's read what Brother Branham says. katika kitabu kinachoitwa kushawishika kisha kuhusika. Convaincre puis hii mahubiri inakuwa inanishinda kwa kuweza kusema Kifaransa. Convaincre puis intéresser. Sijui kila wakati inakuwa inanipitia kushawishika kisha kuhusika. Tutasoma puis vaincre puis intéresser. Tutasoma katika ukurasa wa 168 ama 198 ama tunaweza kuanzia 199. Ndugu Branham anasema hapa katika mahubiri hayo, Brother Branham is saying in this preaching, anasema hivi kwa ajili ya habari za huyu ambaye alimtegemea Bwana. and he's saying about this person who trusted God. Tunaweza kulala hapa tukiweza kuzungumuza kwa ajili ya watu wote ambao waliweza kumtegemea Bwana. We can sleep here just talking about the people who Na trust God. maneno ama shuhuda hizi ni kwa kuweza kutuhimiza sisi kwa hii wakati, All this testimony is to help us ili tuweze kuwa na imani so we can have faith na kuweza kujua ni nani ambaye tunayemwamini. and to know who we believe. Tusikie ndugu Branham anasema katika kitabu kushawishika kisha kuhusika. And Brother Branham is saying in this book, Anasema katika ukurasa wa 199. Ndugu Branham anasema hivi: katika Waamuzi tunamwona mwamuzi wa tatu. Katika Waamuzi tunamwona mwamuzi wa tatu. and among the judge we see a third judge. The third judge ama mwamuzi wa tatu anasema, wengi wenu kamwe hamjaisoma. A lot of you didn't read it. Jina lake lilikuwa Shamgari. And his name was Shamgari. Kifungu kimoja kidogo, One thing too small, ndicho kimeandikwa juu yake. and that's what was written about him Chini ya kurasa za Biblia. and in the Bible. Katika Biblia yangu ya Scofield hapa, In my Scofield naye Bible, Shamgari, and Shamgar, yeye alikuwa ni Mwisraeli. he was an Israelite. Na wakati wa waamuzi, And the time of judge, Wafilisti walikuwa wamewaacha
Waisraeli wote wakuze mimea yao. And the Philistine was leaving the Israelites to plant their planting. Nao wangefanya nini? What could they do? Wangekuja huko, Could I come there? waingie. Could I get there? Baada ya wao kufanya kazi katika msimu wote wa kiangazi, After doing all those jobs, wawanyanganye mimea yao, and they could take away their planting, warudi moja kwa moja. so they could go back one by one. Hawa Wafilisti And this Philistine, walikuwa nasubiri wana wa Israeli waweze kupanda na ifike wakati wa mavuno, wanakuja na kwanza kuteka mimea yao. and they were waiting for the Israel to plant their Yani, plant, and then ni after kama that they jinsi come to take over. unaweza kuzaa, It's like you get a kisha baby, mtu mwenye mamlaka anakuja anachukua mtoto wako. and someone powerful than you come to take Unazaa your baby, tena, mwenye mamlaka anakuja kuchukua mtoto wako. and you get another Na baby, njoo and jinsi someone wana wa Israeli powerful walikuwa come to take your wanapanda. baby. Baada ya mavuno, hawa Wafilisti wanakuja na kuweza kuchukua ile vitu ambavyo wameweza kuvuna. That's the same way with Israelites. They were planting, and somebody else come to take their Ndugu plant. Branham anaendelea kusema, Brother Branham is saying, siku moja one day, maskini Shamgari huko nje and those poor Shamgar, alikuwa amesimama, he was standing, alikuwa na gala lake, he was having his survival, akamaliza kabisa kupura, and he kutayarisha. finished to prepare. Alikuwa ameweka ngano yake, He was keeping his wheat, na labda maskini mke wake and his wife, kwa namna fulani mgumu, somehow watoto wake wachanga, the children were small, wajua, you see, wenye mashavu yaliyokwanjuka, those so weak, iliwabidi kuishi kwa shida sana, they supposed to live hardly, kwa sababu because mwaka uliopita last year Wafilisti walichukua kila kitu. Philistine took everything, Iliwabidi tu kuokota kote, and so they were just picking, wapate walichoweza kupata. and so they could get what they Na supposed to ndio get. hao hapo katika hali hiyo, And at that place that was happening, yani kila wakati ambapo walikuwa wanapata mavuno, and every time that they Wafilisti supposed wanakuja to get na plants, wanachukua mavuno yao. and Philistine were Sasa coming to take over. Shamgari And pamoja Shamgar na mke na watoto and wake, his wife and children, mwaka jana last year Wafilisti walikuja na kuchukua chakula chote, Philistine came and took all wakabakia the food, vile vile and they stood Jo, without nothing, mwaka mzima, and one year wakaishi maisha ya they shida, were really na baadaye suffering, wakapanda kwa shida. and so they planted this Baada ya stuff. kupanda kwa shida, After planting, ilipofika wakati wa mavuno, and when it Wafilisti arrived, nao tena hawa wanakuja, and Philistine came watoto again, wamegonda, and the children were bibi ameweza so weak, kugonda, na and ye the wife Shamgari was so hana weak. nguvu, Shamgar lakini couldn't say nothing, Shamgari but alikuwa Shamgar anamtegemea Bwana. trusted the Lord. Bwana tubariki sana. And God bless Ni kama us. jinsi na sisi It's tunaweza left to kuwa na us. watoto wetu wenye afya, We can have na our baadaye shetani children, anakuja na kuleta magonjwa. and so they Ama will tunaweza come kuwa and na bring sickness. vitu vyote, Or we can lakini have shetani anakuja na everything, kutupokonya vitu but vyote. evil come to take Ni all over. wakati ambapo na sisi It's tunaweza tunaweza kureklame, we can ama tunasema claim, kwamba hiki ni changu, and we can say this shetani is hiki ours. ni changu. We say evil, this is Tusikie nini ours. ambacho And kinachoendelea. let's say stand what is going on. Anaendelea kusema, He keeps saying, na mnamo wakati Shamgari alipoweka kila kitu tayari kwa ajili ya kipupwe, and the time Shamgar supposed to keep something, kipupwe ama mavuno ingine, something else to plant, anasema alisikia kelele, and he heard the yearling, akaangalia nje ya dirisha. and he looked at the window, through the window. Ni kitu gani kilichokuwa kikija? What is going on?
hawa hapa Wafilisti 600 wanakuja. And they saw 16,000 Philistines were coming. Wote wana silaha, And they had arms mikuki, and the flesh mapanga and the knives. yakininginia mbavuni mwao. And they saw it was really showing on them to come. Tiri zenye kina cha nchi moja hivi, ile mabuklie. And the doors start to protect them Za shaba, from Sham. kubwa muno. And it was so big. Wamefunikwa namna hii They were covering like this kwa chuma from na metal derea za chuma, and from metal, kama wanavyoita. as they called them. Hawa hapa, They are here. boom, They are here. boom, Walking. boom. Walking. Mungu atubariki. God bless you. Aseme wakati alipopata mavuno kidogo Shamgari, And so when he had just a little, akiweza kutaka kuweza kuficha kwa sababu mwakani aweze kupanda, and so he was keeping it so next year he can plant kwa it. ghafula akasikia boom, He had boom, boom, boom. boom. Baada ya kuangalia dirishani, And when he looked akaona into the window, wajeshi 600 he saw 6,000 wa Wafilisti wanakuja. Philistines. Shamgari atafanya nini? What can Shamgar Mbona wana do? mapanga? They had Mbona wana knives. mikuki? They have Mbona wana silaha? They have Shamgari arms. atafanya nini? What will they do? Mungu atusaidie sana. God bless us. John ndugu anaendelea. Vema, wakapanda moja kwa moja kwa utaratibu. And they went one by one. Ati nini? What? Kuchukua kile ulichokuwa nacho. To take what you had. Jambo ndilo hilo. And what this was. Unajua nini? What do you know? Shamgari, Shamgari, ningeweza tu kuwazia, and I was thinking, aligeuka he turned, na kuiangalia familia yake, he saw his children, akaangalia huko and nje he looked out kwenye wale wa Filisti. to those Philistines. Kitu ambacho Shamgari alifanya, And what Shamgar did, aligeuka, he turned, akaangalia mke wake, he looked the wife, akaangalia watoto he wake, looked his children, akaangalia wale wa Filisti. and he looked to the Philistines. Atafanyaje Shamgari? What could he do? Akaangalia huko nje kwenye wale wa Filisti, And he looked outside to the Philistines, kisha and then akaangalia and mbinguni. he looked at the heaven. Bwana tubariki. God bless Shamgari us. aliangalia familia yake kwanza, And he looked to his children, akaangalia wale wa Filisti ambao wanakuja, and he looked to the na baadaye Philistines, akaangalia na and mbinguni. so he looked out. Hakutegemea akili zake mwenyewe, He couldn't hakuweza look to his, kusema acha nitafanyaje. and he couldn't say, what can Aliangalia I do? familia He yake, looked at the children, akaangalia wale wa he Filisti looked to the wanakuja, Philistines, akatazama he mbinguni, looked to the heaven, akawazia, and he thought, mimi ni Myahudi, I am Judah, niko katika agano. and I have a Mungu wa Ibrahimu, God, Abraham, Isaka Isaac, na Yakobo, and Jacob. baba yangu My ni father, Mungu wangu. he's my father. Bwana tubariki sana. God help. Shamgari kumtegemea Bwana, Shamgar trust God. akawazia, And he thought, mimi ni Myahudi, I am a niko katika agano. and I Kama have, jinsi na I sisi have a leo promise. tunasema kwamba tuko Waisraeli wa kiroho. We are Israelites of by faith, Nous sommes dans la promesse. and we are in the Tuko promise. katika ahadi. So we Tuko are katika we have the agano. promise. We have the Mungu wa promise. Ibrahimu, God of Mungu wa Abraham, Isaka, God of Mungu wa Isaac, Yakobo, God of baba Jacob. yangu My ni father. Mungu wangu. He is my Na father. sisi leo And today tunaweza pata shida, we can tunasema get it Mungu wa strong. Abrahamu, We can say Mungu wa God of Neville, Christ, God Mungu wa of ndugu Isaac, yangu, Mungu wa God dada of yangu, my brother. na Mungu And atatenda. God will help you. Mungu atubariki sana. God bless you. Anaendelea kusema, And he keeps saying, mimi nimetahiriwa, and so I'm circumcised, mimi si mpiganaji, and I'm not a fighter, sijui kitu kuhusu upanga, and I don't know anything about knives, lakini but ninahusika juu ya familia yangu. and I'm thinking about my family, Nimeshawishika and I was ya kwamba wewe ni Mungu. Haleluya. and I trust that you are Jambo God, ndilo hilo. and that's the way. Bwana tubariki sana. God bless us. Shamgari akasema, Shamgar said,
mimi niko mtoto wa Ibrahimu, and I'm a sitawahi son. kupigana na I upanga, never fight with sitaweza knives. kuwa I jeshi, never be a lakini soldier. wewe Bwana But you, uko Lord, Mungu wangu. you are my Lord. Na sisi wakati tunapata shida, And when we are in tuseme kama trouble, Shamgari, and say, tumtegemee Bwana trust God, na Bwana atatenda. and God will help us. Mungu atusaidie sana. Ndugu anaendelea kusema, Brother Branham keeps saying, sio kupiga kelele, it's not crying. we Crying. Bwana Mfilisti, Crying like Philistine. ngoja mpaka nitakapopata degree yangu Wait ya until I'm sanaa. gonna get my degree, Wajua PhD yangu, my PhD, nitajifunza jinsi ya kupigana and I'm kwa gonna learn upanga. how to fight with knives. La, No, huna wakati wa jambo hilo. there is a time Jua of tu ya that. kwamba Know that yeye ni Mungu, He is God, hivyo tu. Amen. and that's where it is. Amen. Shamgari And hakuwa Shamgar, kusema subiri he didn't say niweze wait. kujifunza kwanza karate, I gonna niweze kujifunza jinsi ya kupigana na upanga. learn yoga, Bali alijua, and he knew. alimtegemea Bwana It was na God. kusema, Bwana Say, wewe God, ni Mungu wangu. you are my God. Ulikuwa Mungu wa Musa, You was ulikuwa Mungu wa God, Ibrahimu, Musa, na leo and uko Mungu Abraham. wangu. and today you are my Jidhihirishe God. tena kazi. Mungu Do atusaidie the sana. work for me. Akasema, And he said, ninajua ya kwamba I know that yeye ni Mungu. He's my God. Kama tunapata shida wa If ndugu na we wadada, get in trouble, kitu brothers and ambacho sisters, tutasema, what we gonna I say? know, I know. ninajua I know. kwamba ni Mungu, He's my God. ni Mungu wangu, He's my God. atanisaidia, He's gonna help me. anaona, He sees. anajua, He knows. na Mungu atatenda. And he will do. Mungu atusaidie sana. God bless us. Nimeshawishika ya kwamba And I believe that yeye ni Mungu. He's my God. Ninajua ya And kwamba I know that. mimi ni Myahudi. And I'm Jewish. Ninajua ya kwamba I know that. niko katika lile agano. And I am in that Ninajua ya promise. kwamba I know that. nimetahiriwa. And I'm Lo, circumcised. jamani. Brothers. Mungu atubariki sana. Amen. Huyu Shamgari alijua ametahiriwa. Circumcised. Alijua yuko katika agano. And he was in the promise. Alijua ya kwamba yeye ni Myahudi. And he know that he was Jewish. Sisi leo As tuko today, Waisraeli wa kiroho. we are Israeli by Kama faith. tunapata jaribu yoyote, If we get in kama trouble, tunapata shida if yoyote, we get in any sema, trouble, Bwana, just say, God, ninajua ya I kwamba know that niko Mwisraeli wa I am kiroho, Israelite by faith. niko mtoto wa agano, I am a promised mimi child. nimeweza kutahiriwa, And I'm Roho Mtakatifu iko ndani mwangu, the Holy na Spirit in me. ukimtegemea Bwana And if you kwa trust mambo God, hayo, Bwana then tatenda. God will help you. Bwana tusaidie God sana. bless you. Ndugu Branham anaendelea Brother kusema Branham is saying, katika Desa Ikenza, tukiendelea habari zetu, tuende kumalizia. Ndugu anaendelea kusema Desa Ikenza ama 2:15 anasema hivi. Shamgari alichoshwa na jambo hilo. he was tired with those things. Akasema, He said, nimeshawishika kwamba yeye ni Mungu. and I believe that he's God. Ninahusika pamoja na familia yangu. And I'm here wandering with my family. Unajua alichofanya? You know what he did? Mnajua kile Shamgari alifanya? Do you know what he did? Tusikie ndugu Branham anaendelea kusema. Let's listen to Brother Branham. Alichukua konzo He took a metal. hilo la ng'ombe, He took a corner of a beef. ile pembe ya ng'ombe He took a corner of beef ambayo ilikuwa ya zamani. that was so old. Ndio kenye Shamgari aliweza kutazama na kuweza kwenda kuchukua. And that's what Shamgar took. Mungu atusaidie. God bless you. Anasema ninahusika, anasema alichukua konzo hilo la ng'ombe, He took that corner of beef, akaruka pale katikati ya barabara, and I saw he went in the street. akawaua Wafilisti 600. And Amen. he killed 60,000 Philistines. Amen. Mungu atubariki sana. God bless you. Unajua mchokoro wa ng'ombe ni kitu gani? Do you know a corner of a beef what it is? Mbona ni fimbo
It's like yenye urefu wa it's like lo na kisia it's like kama futi 6 like 6 feet 7 or 7. labda si ndefu hivyo. It's not that much long. Pamoja na kipande kidogo cha shaba And with the half of kwenye ncha yake his ama chochote kile and whatever it is ama cha chuma, or something like that. na wakati At the time plow inapokwama, take over wakati mwingine at one time wanaichakura plow yao kwao and they kwayo another thing namna hiyo, like that. kisha akawapiga maksai nayo And so he started to beat them namna hiyo. like that. Haraka Quick, haraka, quick, ruka twende, jump and let's go. namna hiyo, Like that. akiwa na fimbo mkononi mwake, And he had a knife on na his hand. yeye And him, akiwa hana kitu ila overall zake tu he had nothing. zilikuwa ni nguo za kulimia. It was the clothes that he Na went hapa to. hawa Wafilisti And so the Philistines walikuwa wamevaa chapeo and they chepeo had na silaha knife and all those things pamoja na mkuki, and those flesh. na maskini Myahudi huyo mmoja And the poor Jewish, hakuwashinda kabisa tu, he didn't really bali fight them, aliwaua. but he killed them. Amina. Amen. Fimbo hiyo And that night, ilistahimilishe how did it fight? pigo la kwanza The first alilolipiga punishment kichwa that he bet cha the head, Mfilisti that he bet the head of aliyevaa Philistine, silaha who had all the nene equipment, hivyo, even now, even though nene hivyo kubwa. big like that, Konzo hilo la ngombe and that corn of beef, lilipasuka vipande 50, and so it divided lakini in 50 aligonga bits. mmoja And so he beat one, upande mmoja and na one, mwingine huo mwingine and another one killed namna another one, hiyo, like that. mpaka akalibwaga chini kundi lao nzima And na so he kuwaua. killed all of them. Kwa nini? Why? Kwa sababu Because alikuwa ameshawishika. Amina, alihusika. Amen. he was convinced, and so he accepted. Mungu atubariki sana. God bless Ni you. kwa sababu alishawishika And because he was convinced, na baadaye akaweza kuhusika, and so he aliweza kujua kweli Mungu and so he knew that anatenda, God do. Mungu anaishi, God na did. ndio wakati ambapo alitenda And na so he Bwana akakuwa did, pamoja naye. and God was Na with him. sisi kama tunamtegemea And Bwana, so if we tunashawishika naye, We were convinced with him, tutahusika we na wale gonna- ambao wako katika dhambi. and we gonna take Kama over. tunamtegemea Bwana If we trust na Bwana God, anatenda kazi pamoja and he nasi, do the work tutakuwa with na us, kiu na shauku or we gonna kwa have ajili ya faith, zile nafsi and ambazo for ziko those, katika dhambi. and because Tutashuhudia neno kwa gonna sababu testify Bwana the word. tumemuona akitenda kazi pamoja nasi. we saw him doing the work with us. Tutaweza kushughulika na wale And wengine so we gonna ambao wako be katika convinced with those. Shamgari alimshawishika, And Shamgar alimtegemea accepted, Bwana he na trusted God, Bwana akawa and pamoja naye. God was with him. Ndugu Branham anasema hivi, The Branham is saying, kama mwanaume angepigania familia yake namna hiyo, if a man should fight for his family like that, chini ya hali ya mambo kama hayo, under this kind of strength, je, kanisa la Mungu aliye hai the church of the living God, linapaswa kupigana na kitu gani? how can they fight? Kwa ubatizo, Would they baptize? Shamgari alikuwa na konzo la ngombe. Shamgari had a corner, Wewe and you una ubatizo, have the baptized. Roho Mtakatifu. The Lo, Holy jamani, Spirit. The Holy Spirit. Mungu atubariki sana. God bless you. Kama Shamgari If Shamgar alipigana na ile konzo fight with na the ile corn, kipande cha pembe ya ngombe, with the akashinda
600 ya Wafilisti, And he na fought sisi 6,000. tutashindaje? And how we Uko gonna, na neno, how uko na Roho Mtakatifu, you have the uko Holy na damu ya Spirit, Yesu, you have the word, nguzo ya and moto the iko blood pamoja of nao, God, utashindaje? and the pit of Yani fire is shetani with you. utasema, shetani How you chini gonna, miguu yako. how you Niache gonna nipite, fight? niache Let me nipite. pass. Kama ni Let me magonjwa pass. toka, kama ni Go. shetani toka, If he is kwa never sababu go. Bwana yu pamoja nasi. Hallelujah. Bwana tubariki sana. Bwana yu pamoja God nasi. is with us. Hakuna kitu ambacho kinaweza simama njiani. Nothing can stand in front of Kama us. tunamtegemea If we Bwana, trust God, tunaweza, hatuwezi kulialia, we can't be just hatuwezi one. kubabaika. We can just Bwana wonder. yu pamoja nasi. God is with us. Chochote utakachosema Whatever you're gonna speak, kitaumbika. gonna Musa happen. alisema hizi iwe na hizi zikawa, na sisi tulisema kitu kitatendeka. Ni kwa sababu gani? Tunamtegemea Bwana. Tuko watoto wa Mungu, We are children tuko of God. watoto wa ahadi. We are children Kile of ambacho Mungu God. ako nacho Promise. tuko nacho, Everything that kile God ambacho has, we Mungu ako possess. nacho uko nacho. Everything that Ni God kwa has, sababu we uko possess binti na it. mtoto wa Mungu. Because you are a Ndio daughter of maana God. tusihangaike, Don't be tusikuwe worried. tunanungunika, tusikuwe Don't be na sad. babaika. Don't Bwana be. yu pamoja nasi. God is with us. Tunapaswa kumtegemea We Bwana. have to trust you. Bwana tubariki sana. God bless Tumalizie you. Let hapa us finish. ambapo ndugu Branham anasema Where Brother Branham is saying, usitegemee akili zako don't mwenyewe, trust your thinking. na baadaye tuweze kumalizia And so let's katika finish magharibi ya leo. in this evening. Je, mnampenda Kristo? Do you love Christ? Amen. Hey. Je, tunamtegemea Do you Bwana? trust Lord? Amen. Hey. Yeye pekee He's ndiye the ambaye only tunapaswa kuweza that we kumtegemea. have to trust. Ni yeye pekee He's the only ndiye one ambaye tunapaswa kuweza kuleta matumaini that we must yote believe. kwake. Everything's supposed to come to Him. Mungu atusaidie sana. Amen. Najua ni wakati wa mapambano, And I know it's a trial ni time. wakati wa shida, It's a hard time. lakini katika shida But in our alisema struggle, sitawaacha I yatima, will not leave you off. nitakuwa pamoja I nanyi will be with you hata ukamilifu wa dahari. until the end. Mungu atusaidie sana. Amen. Usitegemea akili zako mwenyewe, What's your thinking? na hapo ndipo tutakapomalizia And that's where we're gonna finish katika magharibi ya leo. at this evening. Mungu atusaidie God sana. bless us. Ndugu Branham ako natuambia Brother Branham is saying, kumtegemea Bwana trust Lord, ili uweze kupata kila chochote kile. so you can get everything. Mtegemee tu Bwana, Trust the na Lord, Bwana utaweza kuona mkono wa Bwana. and we will see the hand of God. Ndugu Branham anasema Brother hivi Branham is saying, katika usitegemee akili zako mwenyewe, in don't trust your think. katika paragrafe ya 140 ama 140 anasema hivi. Tutaenda kumalizia hapo. Ndugu Branham anasema hivi, Biblia ilisema, The Bible is saying, tupilia mbali hoja, toutes les questions, throw away all questions. tusihoji. Don't question. Imani haioji. Faith does not question. Imani, kama unamwamini Kristo, unamwamini Mungu, haukuwa kinajiuliza maswali. You trust God, you Unaombewa don't question leo, yourself. kisha baadaye unasema kweli, ile maombi yenyewe nimeombewa kweli yameweza kunifikia. Jo, baadaye unaanza kuwa unajigusa. Ukiangalia katika hali ya mambo, magonjwa yako yatakupeleka. Lakini kama unapoombewa na Bwana asema hivi na wewe, amini. Lakini ukitilia shaka, utapelekwa na vitu hivyo. So maana ndugu Branham anasema, imani haikuwa kinauliza. Kama Mungu alisema nawe, inaisha, inatosha. Ikiwa ni diabeti, ikiwa ni kansa, ikiwa ni magonjwa yoyote, kama Bwana amesema na wewe, tayari imekwisha. Jo, ndugu Branham anasema tutupilie mbali hoja zote, maswali zote tuzitupe mbali, kwa sababu Bwana alishasema. Because the Lord said, Imani uamini
the faith na believe kukubali. and accept. Imani Faith, inakuwa naamini believe na inakubali. and accept. Kama Mungu alisema na sisi If hapa, the Lord said among kama us dada utapata kazi, that sister you will get job is imani over. yako Your faith itaamini kila ambacho Mungu alisema is gonna believe na what God said inakubali and it tayari. accept and that's it. Inabakia sama dhihirisho. And is just to Ndio maana, fulfill. ndugu zangu, And that's Dada blood, brothers, sisters. Mungu yuko hapa. God is with us. Mungu anakuwa anatenda. God do. Mungu ako anatenda. God is doing. Tunapaswa kuamini We have to na believe kukubali. and accept. Mungu atubariki sana. Ndugu Branham anaendelea kusema Say, kitu ambacho kinakuwa kinanyang'anya wokovu and wetu what takes ama us our uponyaji salvation or wetu our ni healing mashaka. is the doubt. Kama unatilia shaka tu, If you doubt, basi umeshinda. that's it. Na You ndio kile fail. shetani anakuwa anataka. That's what the devil Utilie does. shaka To doubt, akunyang'anya so he kile can ambacho take Mungu away amekupatia. what God just Lakini gave you. ukiwa mwaminio, If you shikilia tu if you kile ambacho Bwana alikwambia, take away na useme ya what kwamba niko Mwisraeli, and say, niko I am katika Israel, agano, I am Kristo Israel. yuko pamoja nami, God is Kristo with yuko me. ndani mwangu, God is with na me. yeye ni mfalme wa And wafalme, he's na the mimi ni mwana wake. down, Tayari. King of King. That's it. Mungu atubariki sana. Tunakumalizia Let's finish. katika 119. 149. Ndugu Branham anasema hivi, Branham is saying, na tumtegemee Bwana wetu. and trust the Lord. Tusitegemee kila chochote hapa. Don't trust Kama anything jinsi here. ndugu Branham alisema, As Brother Branham is saying, immeuble médédié. take the Shikilia unshakable hand mkono wa of Mungu God. usiobadilika. Take the hand of God. Jenga and matumaini change. yako katika mambo ya Build your milele. faith in the things which is forever. Mungu atusaidie sana. God bless us. Tumalizie hapa. Let's finish Tuko unasema nini what you say kwa ajili ya maneno haya ya kuweza kutufariji, about the things that can edify us, kutujenga edify na us, kuweza kutufanya kuwa tayari. and prepare us. Ndugu Branham anasema hivi, Brother Branham is saying katika 194 in 144, ndugu Branham anasema Brother hivi, Branham is saying, hiyo ni kweli. and that's true. Usitegemee yale unayofikiria, And don't trust what you think yale mtu mwingine anayofikiria, and what other person thinks, ili tuweze kusonga mbele. and to go forward. Usitegemee kile ambacho believe mtu mwingine anachofikiria, And something that somebody else is thinking, ama usitegemee kile And ambacho don't wewe trust unafikiria. what you are thinking. Tuko naendelea kusema And Brother Branham is kwa saying, imani by faith, ikubali ahadi ya Mungu. accept the promise of God. Utafanya jambo hilo. And are you gonna do Sasa that? si ati kama mtu mwingine alifanya hivyo, And it doesn't matter if somebody else do kama that, hawakufanya jambo if hilo, they didn't do that. lakini wewe je, But how about kama you? watu hawakuamini If people uponyaji, didn't believe walikuwa na of the healing, kansa, if they hawakuamini had cancer, uponyaji kwa they ajili ya didn't kansa, believe the healing kama of the walikuwa na cancer, sida, or they kama had walikuwa na HIV, diabetes, or they had hawakuamini, diabetes, and wewe you don't utaweza believe. kufanya aje? What will Ni you wewe ndio wa kujiuliza. You have to ask yourself. Ni wewe mwenyewe Is you. ambaye Bwana anasema Who nao. God is telling. Usiangalie watu wengine, Don't look at the people. jiangalie wewe. Look yourself. Connection ya wewe na Look at Mungu, the connection kwa you sababu with wewe God. ndio mtoto wa Mungu Because you the ambaye child of neno God. lilikuja kwako, The word came to neno you. lilimjia The word came Mariamu, to Branham. na Mariamu And akabeba Mary, mimba ya neno, he took na neno pregnancy. hilo And the linakuwa word, linamjia. and the Tunapata mimba ya neno, we have to believe the tunazaa word. neno. We have to believe the word. Mungu atubariki sana. Amen. Ndugu Branham anasema, Brother Branham is saying, utamtendeaje what will you do? huyu Yesu aitwaye Kristo, Is Jesus called ambaye Christ, anajifunua siku hii that he revealed vile himself in vile us, jinsi alivyofanya yeye, As he siku did. alivyofanya yeye siku ile. as he did that day. Unamwamini yeye? And you Kusanyiko trust him. linasema And amen. the church said, Na tuombe. let's pray. Mungu atubariki sana. Amen. Tuombe. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Hallelujah, asante Yesu. tunashukuru sana kwa neno lako la magharibi ya leo, Amina. neno lenye faraja, neno ambalo limetupatia nguvu tena
tujue ni wakati gani ambao tunaoishi, tujue nini ambacho tunapaswa kutegemea. Usifiwe milele, ubarikiwe milele, ushukuriwe milele. Acha Bwana tuweze kukutumaini wewe, tuweze kukuamini wewe, na tuweze kukubali kila ambacho Bwana uliweza kutuahidia. Tunashukuru sana jinsi umezungumza nasi katika magharibi ya leo, na tena Bwana ukaweza kufariji tena roho zetu na kutupatia nguvu tena ili tuweze kusimama kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Bwana, bariki ndugu na dada zetu, bariki kusanyiko letu dogo. Unajua kusanyiko hili, na kazi haikuanzishwa na mwanadamu, bali kazi imeanzishwa nao. Na ndio maana tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Ikiwa ni shida, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni tabu, tayari umeshasema kitu ambacho kinachobaki ni kuamini na kukubali, na mambo hayo yanatendeka. Kwa hiyo Bwana, bariki ndugu na dada zetu katika kusanyiko hili. Tupe imani Bwana, tuongeze imani, ondoa mashaka ndani mwetu. Acha tukutegemee wewe, acha tusitegemee mwanadamu, acha tusitegemee kanisa hili, bali tutegemee mwamba aliyepasuka, mwamba imara, ambaye ndiye Kristo Yesu, ambaye Bwana wote ambao wamekutegemea wewe wamesimama imara. Saidia wa ndugu zetu, wapatie imani, ili wakati wowote wanapopata shida, wanapopata madharibu, wanapopata magonjwa, wakutazame wewe, wakutazame Kristo, kwa sababu wewe ndiye Bwana ambao umewafia, Bwana ambaye unayewasaidia katika shida na raha. Wewe ndiye unayewashika mkono. Bwana, wasaidie, saidia kusanyiko lako. Unapobariki bibi harusi ulimwenguni kote, na sisi hapa usitupitie. Tunajikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa upendo, Mungu wa Abraham. Amen. Bwana atubariki sana. Tunashukuru sana Mungu wetu. Tutaenda kusimama ili tuweze kuomba Mungu na tuweze kuagana katika magharibi ya leo. Amen. Tumtegemee Bwana wetu. Let's trust our God. Kila kitu utakachofanya ndugu yangu, Everything you're gonna do, my brother, kila kitu utakachopitia ndugu na dada yangu, everything you're gonna pass through, my sister, mtazame Yesu. look to Jesus. Mtumainie Bwana. Trust the Lord. Tusitegemee akili zetu wenyewe. Don't trust your brain.